Ukishaingia kwenye cycle ya Diamond Platinum ni ngumu sana kuweza kumsahau huyu jamaa. Hiki ndicho ambacho kimeweza kutokea kwa ex wake na Diamond Platinum. Hapa namzungumzia Hamisa Mobeto. Tunafahamu kwamba Hamisa Mobeto pamoja na Diamond ndo walimalizana, kila mtu akaamua kufuata ngo zake, lakini wana mtoto pamoja. Sasa officially Hamisa Mobeto ameweza kutoa zawadi zake kwenda kwa Zuchu na pia kwenda kwa mtoto moja kwa moja. Yeye hajamchangia mtoto peke yake, bali amemchangia mtoto pamoja na Zuchu. Ni zawadi gani ambazo ameweza kuzitoa? Ni kwambie karibu sana. Kama ni mara kwa kwanza kufika hapa, basi nakuomba sana subscribe channel yetu kwa ajili ya kupata update na taarifa nyingi zaidi, kwa sababu hapa ndo sehemu pekee ambapo nitakujuza story mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Subscribe channel yetu @Bongo Recap. Ilitengenezwa kama siri hivi watu wasifahamu kwamba tayari Hamisa Mobeto ameweza kutoa zawadi kwa bidada Zuchu pamoja na mtoto wake. Hii ni kama siri tu kwa sababu hakuonekana moja kwa moja akienda hospitali, lakini simu zimeweza kuita sana na pia wameweza kutubiana zawadi za hapa pale, na imeweza kuvuja chatting ambazo walikuwa na chatting na call ambazo walikuwa wanapigiana simu kati ya Diamond Platinum akiwa pamoja na Zuchu hospitali, lakini pia akiongea na Hamisa Mobeto. Sasa Hamisa Mobeto ameweza kumwaga pesa za tosha zaidi moja kwa moja kama pongezi kwa bidada Zuchu pamoja na mtoto ambaye ameweza kumpata. Tunafahamu kwamba bana Hamisa Mobeto pesa ipo, si ndio? Lakini pia anafahamu uzuri na uchungu wa kuzaa, na pia anafahamu manufaa ya kuweza kupata mtoto, kwa sababu yeye tayari ana experience ya kupata watoto. Ana watoto wawili, mmoja Diamond Platinum, mwingine anapata na Majizo. So kitu ambacho ameweza kukifanya yeye anajua kabisa, na yeye alishawahi kufanyiwa, lakini pia atakuja kufanyiwa kama akipata mtoto mwingine, kwa sasa hivi akiwa na Stefan Aziz Ki. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini Hamisa Mobeto pamoja na Diamond Platinum na Zuchu akihusishwa pia wameamua kufanya siri hili jambo lisitokee, kwa sababu tunaona Zari the Boss Lady alipiga simu peke yake na akaweza kuzungumza kile ambacho kipo, na akaweza kusema kwamba atatoa kiasi gani, na aliweza kubodisha kabisa moja kwa moja mtoto ambaye aliweza kuzaliwa, huku akisema kwamba anafanana kabisa na Tifa Dangote moja kwa moja. Kwa hiyo hata ukiachana bana na mpenzi wako, basi hakikisha mawasiliano yanaendelea. Ikiwa tu tayari umeshaweza kuzaa, bana endelee na mahusiano, japo sio yale ya kimapenzi, sio yale ya nini, lakini muendelee kulea familia kwa pamoja, kwa sababu huwezi jua huko baadaye mambo yatakuwaje. Sasa kwa Hamisa Mobeto ameweza kutuma kiasi chake cha pesa. Ripoti za mwanzoni kabisa zinasema kwamba ameweza kutoa shilingi milioni 100 kwa ajili ya Zuchu pamoja na mtoto wake, huku 50 kwa 50, kitu kinaenda pasu kwa pasu. Lakini watu wameweza kushangaa sana kwa nini Hamisa Mobeto ameamua kutoa pesa nyingi kiasi hicho, aliyakuwa yeye ni ex wa mzee mzima Diamond Platinum. Lakini yeye Diamond hajazungumza chochote zaidi ya kumpongeza na kumshukuru pia Hamisa kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Sasa yapi maoni yako wewe kama mdau ambaye unafuatilia hiki ambacho ameweza kukifanya Hamisa Mobeto? Ameweza kuonesha upendo wa kweli kwa mtu ambaye tayari walishaweza kuachana, kwa sababu anafahamu kwamba maisha ni cycle, na pia ilionyeshwa video moja ambayo alikuwa Hamisa Mobeto pamoja na Majizo walikuwa pamoja, huku Lulu akiambiwa bana njoo uone mume wako huku, lakini ilichokijibu watu walishangaa sana. Sasa ndivyo ilivyoweza kutokea kwa mzee mzima Diamond Platinum. Surely ameweza kupokea zawadi kutoka kwa ex wake ambaye ni Hamisa Mobeto, milioni 100 kwa kwenda kwa Zuchu pamoja na mtoto wake na Zuchu. Vipi maoni yako? Alichokifanya ni sahihi, ni vizuri pia, lakini kwa nini hakuamua kwenda moja kwa moja hospitali? Au ndo vile wanaamua kuficha siri ambazo zinaendelea hapa karibuni? Niandika kupitia comment section, lakini kabla hujaenda kwenye comment section, basi nakuomba sana usubscribe ili mradi wa kwanza kupata updates na information zote ambazo zinaendelea ndani na nje mipaka ya Tanzania. Mimi nitakusogezea exclusive stories pamoja na details kuhusiana na hiki ambacho kipo, na pia reports zingine ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. See you next time. Hii ni Bongo Recap, na kuomba sana usubscribe.